Hallelujah. Bwana ni mwema, ni mwaminifu. Asubuhi ya leo niko mzima, nimeokoka. Yesu ameniamsha vyema na ninafurahia tu wema wa Kristo. Licha ya yote, mimi ni mteule wa Bwana, kizazi ambacho kimelipiwa gharama na Kristo Yesu, na kwamba hakuna laana kinyume nami, hakuna ya kwamba uchawi juu ya Israeli. Ni kwa sababu gani? Yote msalabani akasema imekwisha. Yote msalabani, yote yamekwisha. Wacha tukashukuru. Karibu sana katika ibada yetu ya siku ya leo. Natumai jana umekuwa na siku mzuri katika vyumba vya ibada ama pale kanisani, na hata sisi tulibarikiwa. Tunazidi kuona mkono wa Bwana, anazidi kututetea, anazidi kuwa upande wetu. Ni kwa sababu na no toko toria bara tutatoka tukiwa washindi in this battle katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu yeye aliye ndani yetu anatushindania na ni mshindi, na hakuna lolote ambalo linaweza kumshinda. Weka kapu lako tayari. It is on a Monday, ya kwamba tukaweze kuweka alignment, alafu tukaweze kungoa nanga, ya kwamba wakati ambapo the aeroplane inaanzanga kuinuka, lazima ifanye mzunguko kwanza ya kuweza kuweka joto, ya kwamba today we are making an alignment ya kwamba ya wiki mzima, na Mungu akaweze kututenda mema. Usiofie mpendwa, ya kwamba semi ambazo zinaneno na maandui, shetani anaongea kila siku, hawezi akanyamaza, na ameshindwa. Yake ni kana kwamba ni nyoka ambaye amekatwa kichwa, na ya kwamba anainua mkia akiwa ameshindwa, ya kwamba ni simba ambaye ana meno, toothless lion ambazo zinapiga kelele, ya kwamba chura ambacho kinapiga kelele wakati ambako kiko pale ufuoni na bahari imekauka, ya kwamba ni watu wanaopiga kelele wakielea na kuzama katika maji ya bahari ya Shamu katika jina takatifu. Haleluya! Kuna watu wanapiga kelele wakizama, ni kwa sababu lazima Mungu atawazamisha katika jina takatifu la Yesu. Na ya kwamba karibu weka kapu lako tayari, vuna kitu, ya kwamba ukafungue moyo wako na ukaweze kutendwa mema na Bwana. Baba, kwa jina takatifu la Yesu nakushukuru, maana wewe ni mwema, wewe ni mfalme, hakuna mwingine kama wewe, hakuna nguvu kama zako, hakuna ushindi kama wako Bwana. Wewe ni mkuu, wewe ni mwaminifu. Asante Bwana kwa kibali cha uhai, asante kunihifadhi asubuhi ya leo, hata na watazamaji na wasikilizaji. My Father, umetuhifadhi Jehova kwa rehema zako, kwa kibali chako, kwa nguvu zako. Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna rehema kama yako Bwana. Mapenzi my Father ya maandui mshtaki wetu ibilisi shetani ni ya kwamba my Father tukawe hatuyuko, tukashindwa yaweze my Father kutuzusha chini na kutukanyangia chini. Mbali nawe uko na mipango miema, ni kwa ajili yetu asubuhi ya leo. Ndio maana tunakushukuru kwa kibali cha uhai, uzima wa mwili. Tunakushukuru kwa kuunganisha viungo vyetu. Asante kutuhifadhi usiku mzima my Father, wakati maandui walikuwa wanjalala wakitufahamia na kuweka mashambulio katika ulimwengu wa kironi. Kwa sababu yetu umetuhifadhi, ya kwamba my Father umeenda kinyume na mipango yao. Tunashukuru ni kwa sababu wamefedheka, wamesononeka machoni pako my Father. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Baba usiyeshindwa. Tukuka my Father enzini pako. Asante kwa rehema, asante kwa kibali, maana unaweza na hata unastahili. Asubuhi ya leo tunatubu dhambi zetu zote na makosa, tunasema ni asante Baba yangu. Tuoshe, tutakaze, tusamee dhambi na makosa my Father, kwa jina takatifu la Yesu. Ya kwamba tunaalika Roho Mtakatifu atembee nasi wiki mzima my Father. Hatuwezi pasipo na neema yako my Father, hatuwezi pasipo na kibali chako, hatuwezi my Father usipotenda makuu na mema. Ni kwa kuwa unaweza, wewe ni mwaminifu, wewe ni mkuu, wewe ni mtakatifu Bwana. Tembea my Father ukitutenda mema katika jina la Yesu, ya kwamba tushukia kwa uweza na kwa nguvu zako, kwa mamlaka yako, kwa damu ya Yesu takatifu. Damu ya Yesu ikatuoshe, damu ya Yesu ituwekee kinga na ulinzi, damu ya Yesu ikatukomboe, na damu ya Yesu ikatutetee kwa jina la Yesu Kristo. Ya kwamba moto wa Roho Mtakatifu ukatuzunguke mipango yote my Father ya maandui na kambi zao zote my Father, na nena kusambaratika katika jina la Yesu Kristo. Wachawi wa kiroho mantivaina, ya kwamba mazika la bosha ndai, ambao my Father hata wameinua madhambao ambazo zinaitanishwa na jina la Baba, kumbe ni Mungu
Mungu asiyejulikana kama yule alikuwa kanisa la Athene, my Father, asubuhi ya leo nazusha navua chini hizo nguvu, mamlaka za giza katika jina la Yesu. Natangaza wema wako, kibali chako my Father kikawe juu yetu asubuhi ya leo. Anza wiki nasi tumejiachilia mikononi mwako, ukatutawale, maana neema yako na kibali chako kinatutosha katika jina la Yesu. Asante Bwana, pokea sifa na upokee utukufu enzini pako. Tamalaki maishani mwetu. Ibada ya siku ya leo tumeikabidhi mikononi mwako, na kemea falme zote my Father za kuinuka kinyume ya kwamba my Father na ibada ya asubuhi ya leo, kila asubuhi my Father Jehova, ya kwamba wachawi my Father wa kiroho wa kiasili my Father wafunga manjini, Illuminati, Mandevo Ancients, Mandevo Worship, Freemasons my Father, Illuminati na wafunga manjini my Father, na pasua nyungu zao, network zao na kanzo na kata, na wavua mamlakani, na zusha bendera zao chini, na inua bendera ya Yesu Kristo ya ushindi. Tushindanie, tutetee my Father, maana unaweza Baba. Na zuka mashila bozai kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu inuliwa na utukuzwe, na ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata tukiamini. Amen. Asubuhi ya leo niko mwema. Yesu amenihifadhi usiku mzima, hata wakati ambapo ibilisi anjalala. Bwana asifiwe. Usiku wa manane, yani ukitafakari yale ya mambo ambao ufanyika katika ulimwengu wa kiroho, kutoka saa 8 mimi sijafunga njicho. Ni kwa sababu ngani? Kunaye mshtaki ambaye ameinuka ya kwamba akiapa kana kwamba ataweza kupigana nami. Anapigana na nani? Anayeteta nami. Mungu ataenenda kuteta na yeye. Anayesimama kupigana nami, Mungu naye akapigana na yeye katika jina takatifu la Yesu. Na ya kwamba asubuhi ya leo tuko wapi? Tuko hapa tukanene ya kwamba neno Mungu ambaye amenipatia wakati ambapo niliamuka usiku wa manane. Na ni ya kwamba usiku ya manane unaamka kufanya nini? Kufahamia kambi na vituo za maandui zako, kuingia katika kambi zao, and to overturn them and to scatter them. Ya kwamba ukawashe moto kama vile ambapo huwa wanawasha moto katika maisha ya wateule, ya kwamba wanaweka mbiko, wanakuzuia usitokeleze, usiendelee. Nasi tunaamka asubuhi na mapema, tunaamka kungiza, ya kwamba tunaamka kabla Farao anjanawa uso, tunaamka wakati hata anjaoga, tunaamka wakati ambapo ako confusion, tunapangua njama zake zote na tunaweka chini katika jina takatifu la Yesu. Tutaenenda pamoja. Sauti ya siku ya Jumatatu huwa iko na changamoto kwa wachungaji, neema lakini inatutosha. Ni kwa sababu aliyeanzisha kazi njema ndani yetu lazima ataikamilisha, na yeye ni mwaminifu. Leo nataka tukaanze na wapi? Kitabu cha Samueli wa kwanza. Haleluya. 16. Kitabu cha Samueli wa 16 wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa 16, na ninasoma kuanzia wapi? Pale mstari wa 6, na tunanena kuhusu ya kwamba receive the power to overtake them, ya kwamba gain the speed, ya kwamba ukaweze kuwapita maandui zako wanapopanga njama kisiri, ya kwamba ukafunuliwe na ukaweze kuinuka kinyume na wao usiku wa manane, ukawatangulia, ukaenende mbele yao katika jina takatifu la Yesu. Wende ikawa walianza safari mbele yako, wende ikawa wananjia hapa, wende ikawa hata wamefunga kunywa na kula, wende ikawa wanajitayarisha, wanafanya makitaimi, wende ikawa wamengadhabika maasira. Yani kuna maandui wako, shetani ako na hasira, ako na kiwewe, ni kwa sababu yako, nami niko na hasira ni kwa sababu yake. Na ya kwamba I don't fear the enemy, I don't fear the devil, neither diviners, waanguzi, wachawi wa kiroho, wafunga manjini, watu ambao wako Illuminati, wakitafuta sifa, wakitafuta kuinuliwa, wakitafuta utajiri wa dunia hii. Ya kwamba maandiko inaniambia mimi si wa ulimwengu, na ya kwamba hakuna mali ambapo nimefungwa ni la moja na wale ambao si waumini, ya kwamba si wako upande wa Kristo. Na siku ya leo tutawakanyanga na moto, na tunapata nguvu ya kuovertake them, tunapata nguvu ya kwenda mbele yao katika jina takatifu la Yesu. Na maneno inasema nini? Samueli wa kwanza 16 mstari wa 6. Ikawa walipokuja alitazama Eliabu, akasema wacha kwanza nianze wacha nirudi kwanza, sorry. Wacha kwanza nikaanze na kitabu ambacho ni Wafalme wa kwanza.
Bwana asifiwe. Nikaanze na Wafalme wa kwanza, anasoma 18, alafu nataka nikasome kuanzia 41, na Mungu atatutenda mema. Naye Eliya akamwambia Ahabu, exactly hapo ndio nilikuwa nimenukuu neno ya siku ya leo ya kwamba receive the power, receive the anointing, receive the speed, receive the favor to overtake the enemy. Ya kwamba nguvu za Bwana zikawe juu yako. Inasema nini? Kitabu tunaanza na Wafalme wa kwanza 18 kuanzia 44 mpaka 46, na tutarudi twende mali ambapo tumesoma Samueli wa kwanza. Naye Eliya akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Yani Ahabu alikuwa alikuwa amejifunga kula. Ahabu alikuwa anjakula chochote. Alikuwa hata yeye, yani mpinzani, hata yeye amefunga. Unajua maadui, mashetani, mapepo ufunga. Kuna watu walifunga ni kwa sababu ya nani? Ni kwa sababu ya Paulo. Na wakafunga, wakasema nini? Wakasema watakula na watakunywa mpaka waweze kufanya nini? Waweze kumwangusha Paulo. Na ya kwamba nasoma ni wapi hapo? Ni kitabu cha Matendo ya Mitume 23 na kuanzia mstari wa pili 12 unasema nini? Ulipopambauka Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba sio wewe peke yako umefungiwa. Sio wewe. Kuna watu hawawezi wakala, kuna watu hawawezi wakanywa. Na nikakwambia ya kwamba mali ambapo tunasoma Wafalme wa kwanza ya kwamba pale 18 maandiko ikasema ya kwamba Eliya akamwambia nani? Ahabu mpinzani wake, mfalme wa Israeli, ya kwamba muuaji ambaye alikuwa ameua Nabothi ni kwa sababu ya kutaka kumiliki shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia inuka ule na unywe, pana sauti ya mvua. Basi Ahabu akainuka ili anywe na ale na kunywa. Naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Kalimeli, akashunjudu kifundifundi, akainama uso mpaka mangotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utanzame upande wa bahari. Akakwea akatazama na akasema hakuna kitu. Naye akanena enenda tena mara 7. Akawa mara ya 7 akasema tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni ndogo kama mkono wa mtu. Akanena enenda umwambie Ahabu, tandika uchunge mvua isikuzuie. Ya kwamba narudia, enenda narudia huo mstari, tazama wingu kama mkono wa mtu. Akanena enenda ukamwambie Ahabu, tandika uchunge mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi na wingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda ngarini akaenda zake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akanjijaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka akaingia Yezreeli. Bwana Yesu asifiwe. Mali ambapo tunasoma it was just after the contest. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tukawa tunaongea kuhusu let God contend with those who contend against you. Ya kwamba Mungu akatete na wale ambao wanateta na wewe, na akapigane na wale ambao wanapigana na wewe. Na tukawa tunasoma kitabu hiki tu cha Wafalme wa kwanza hapa 18, lakini tukaanza vile ambavyo ya kwamba manabii wa Baali na Eliya walivyofanya maombi, na ya kwamba Mungu wa Eliya akaweza kunjibu. Nao baada ya hayo hapo juu kidogo inasema nini? Inasema na watu wote
Walipoona wakaanguka. Walipoona nini? Vile ambavyo Mungu ameshuka kwa moto, na ya kwamba akateketeza na akalamba ile dhabihu, na ikawa hata mavumbi na mawe ikaweza kuteketezwa na moto. Wakaanguka kifundifundi, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakamata, na Eliya akawachukua mpaka Kijito cha Shikoni, akawaua huko. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni baada ya yale Eliya ambayo Mungu amenjidhihirisha kana kwamba ni yeye Mungu. Na Mungu wako siku ya leo akanjidhihirisha kana kwamba ni yeye Mungu. Mungu wako akadhibitike kwako. Mungu wako akashuke kwa uweza na kwa nguvu zake, akanjidhibitishe na akadhihirike maishani mwako na katika vita yako kana kwamba ni yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba akafanya nini? Ya kwamba baada hayo sasa, naye Eliya akamwambia Ahab, now he confronted, ya kwamba akamface. Nilikuambia kuna wakati wa kunoa makucha. Kuna wakati wa kunoa makucha. Ni kwa sababu gani? Neno inasema there is time for everything. Kuna wakati wa vita, kuna wakati wa kukaa. Ikiwa umenoa makucha zako ukaweze kupigana katika ulimwengu wa kiroho. Na ya kwamba Eliya akawa sasa amemkambili nani? Ule Ahabu aliyetambili. Ni kwa sababu hakutakuwa mvua hata umande katika nchi. Nao amemwendea na akasema nini? Na Eliya akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua. Bwana Yesu asifiwe. Yani kuna sauti ambayo ya mvua, kuna mawingu ambayo yanatanda, ya kwamba kuna ishara za Bwana akienenda kukupigania mpendwa, ya kwamba do not despair, ya kwamba usiwe na hofu, usiwe na shaka, usiogope, ya kwamba usitishiwe na maroho na sauti za watu. Anga nitafanya hivi, nitainuka hivi, ninamazika labo konsina kayanda. Ya kwamba asubuhi ya leo nakutangazia Bwana ako upande wako, ya kwamba Mungu ambaye unamwabudu na ndiye Mungu, ya kwamba kunao watashunjudu mbele zako, na kwamba kama vile miungu ya Wafilisti, miungu ya Ashera, ya kwamba Dagoni aliweza kuanguka, na ya kwamba kichwa kikakatika na mikono ikakatika, na ya kwamba akaanguka kifundifundi. Ya kwamba siku ya leo kuna wale ambao wataanguka mbele yako. Ni kwa sababu gani? When you receive the speed and the anointing and the power to overtake them, they are going to bow down. Watasononeka, watafedheka. Ni kwa sababu gani? Mipangilio yao, makusudio yao, mtazamo wao, muonekane wao utakuwa umewapita katika jina takatifu la Yesu. Leo nanena kuhusu pokea uweza, pokea, receive the power and the anointing to overtake them. Receive the speed, receive the power, receive the favor. Kibali cha Bwana kikawe juu yako. Mali ambapo wanakaa chini, wanapanga matuo, wakati ambapo wametandika mafarasi zao, wametandika, wamejiandaa katika vyombo zao, waweze kukutangulia, waweze kwenda, wasije wakanyeshewa. Ya kwamba wewe ukiwa kwa miguu, wewe ukiwa hauna farasi, wewe ukiwa ya kwamba hauna mangari za moto, ya kwamba you do not have even the chariot, lakini you have got one chariot ambaye unjibu kwa moto, ambaye anaweza kukuinua akakunyanyua without walking. Bwana asifiwe. Siku miaka 38 pakawa kuna mtu ambaye aliishi mgonjwa anjiwezi, na akawa ako wapi? Akawa anakaa pale katika kisima cha Bethesda. Wakati Kristo alikuja, yule mtu mgonjwa hakuhitaji kungoja malaika atimbue maji. Yule ambaye huwa anastaa the maji ambayo ndiye chemichemi cha uzima, na ya kwamba ahitaji ya kwamba arivakonta mazika labo, ya kwamba tamasha labo zakayana, ya kwamba akashuka, na ya kwamba wakati alifika pale akaweza kumponya. Bwana Yesu asifiwe.
kwamba kuna watu ya kwamba watatiwa nguvu siku ya leo, na hakuna mtu mwingine, ni wewe ninaenena na wewe, ukaweze kunyanyuliwa, ukaweze kupelekwa mbele, ukaweze kuwa overtake hata wakati ambapo wanapanga njama za kinyume na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo wanaona wako na vyombo, wanaona wako na mpaka. Maandiko ikasema nini? Akamwambia ya Elia, akamwambia nani? Akamwambia hapa, tandika sasa uweze kwenda, ni kwa sababu naona ishara. Elia akafanya nini? Akapanda mlimani Kamlimeli. Tuna milima tutapanda patakatifu pa Bwana, na wao tutawaacha waite miungu yao, tutaacha watengeneze madhabahu, tutaacha wachinje na hata kondoo, tutaacha na hata waweke na hata kuni, na ya kwamba tutawaachilia wakaite Mungu wao, nasi tutaita Mungu wetu. Ya kwamba watakapokuwa wanajikatakata na kumwaga damu zao, ya kwamba maandiko inatuambia Isaya ya kwamba na watakunywia hizo damu zao wenyewe kwa wenyewe, ya kwamba mchawi hana nguvu, ya kwamba kinachokutishia hakina nguvu. Receive the power to overtake them, receive the power to overthrow their kingdom, receive the power ya kwamba siku ya leo speed anointing ukafike mbele yao, wakati ambapo wanadhani wamekutangulia, wakati ambapo wameacha, wamekuroga na wamefanya mataabiko na wamemake pronouncement. Kuna watu ambao kazi yao ni kuadhiriria. Hii mdomo, hii ulimi ni kitu mbaya sana. Kuna wachawi wa kiroho kazi yao tumia ndimi zao vibaya, na wanasahau kunaye Mungu ambaye ni wa Israeli, jina lake Jehova, ambaye anasema pumzi yao iko katika, yani pumzi ambao wanapumua iko katika mikono ya Bwana, ambaye anaweza wapuliza na wakuwa hawayuko. Bwana Yesu asifiwe. Within a blink of an eye, ghadhabu ya Bwana inawaka, anakufieka, anakuondoa, na ya kwamba na anabaki akiitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kana kwamba yeye si mwanadamu, ya kwamba you can make a contest with God. Bwana asifiwe. You cannot contend with God. You cannot ya kwamba uwezi ukainua madhabahu na ukaweze kupigana na Mungu ambaye ni Mungu wa Israeli. Lazima kitaeleweka. Ni lazima kuna mmoja ambaye atapiga nduru, lazima kuna mmoja ambaye ataweza kundinimizwa na kungandamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba siku ya leo ninaweza kuwa niko mchache wa maneno, lakini kile ambacho nataka kukuambia ni kana kwamba ukamtazamie Bwana. Ni kwa sababu gani? Ataenenda kukupaka na upako wa kupita mbele yao, upako wa kupita njama zao, upako wa kupita kamati zao, upako wa kupita kile ambacho wamepanga. Ni kwa sababu gani? Waliacha usiku wamepanga, wakaamuka wakiangalia, na kuambia na ninarudia ya kwamba wakati mfalme Nebukadneza aliweza kuwatupa Meshach, Shadrach na Abednego katika ile tanuru ya moto, hakupata usingizi. Wakati ambapo aliweza na hata kutupa Danieli katika tundu la simba, ya kwamba hakupata usingizi, aliamuka asubuhi na mapema. Kuna watu wataamuka asubuhi na mapema, ufikirie wako na mission, wanaamuka kuangalia kana kwamba bado unahubiri, kana kwamba uko online, kana kwamba uko ama kana kwamba uko katika chumba ambazo za kuhifadhi maiti, ya kwamba hatutakaa kule, wao ndio wataingia kule. Ni kwa sababu gani? Ghadhabu ya Bwana ikiwaka juu yao, ataenenda kuwafieka, ataenenda kuwaondoa, ataenenda kuwakanyanga kwa moto katika jina takatifu la Yesu. Na ya kwamba asubuhi ya leo na nena, pokea nguvu, pokea ya kwamba upako, pokea mamlaka ya Bwana, ya kwamba kaweze kufika mbele yao. Maandiko ikasema kana kwamba Ahabu akatandika farasi zake, akatandika mangari zake, na akaweza kwenda mbele ya Ahabu ya Elia, ndiposa asija akanyeshewa. Neno ikatuambia nini? Ikasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, ya kwamba wakati mkono wa Bwana uko juu yako, ya kwamba wakati Mungu ataweza kukuinulia mkono wake akakuokoe, wakati Mungu atasema ndio katika maisha yako, wakati Mungu ameinua mkono wake akumbariki, hakuna yeyote wa kuweza kurengesha chini. Maandiko ikasema nini? Elia ilikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka akuingilia
kuingia Yezieli, ya kwamba nani Eliya akakaza kiuno chake. Amuka mpendwa, ukaze kiuno chako kwa nguvu ya kwamba funga. Maandiko inatuambia katika silaha za vita, funga ngao, ya kwamba funga mshipi wa haki, ya kwamba haki yako ikafanyike mshipi wako. Eliya akafunga nini? Akafunga kiuno chake, akafunga na haki, akafunga na ukweli, akafunga na uaminifu, na akafanya nini? Akaweza kupata speed anointing. Akafika wapi? Yezreeli, mbele ya nani? Ya Ahabu. Bwana Yesu asifiwe. Wako na nganga, wako na ushauri, wako na nani? Maandiko ikatuambia wakati ambapo sanduku la Bwana ya angano ilikuwa imetwaliwa na Wafilisti, wakaita mpaka mashe. Yani kuna watu wanakuanga na kamati kama mtu yani uko kwa vita, ni mchawi wa kiroho, ako kwa vita na ako na kasako, ya kwamba anaambianga watu fanya hivi, nimesema hizi takataka zote zitolewe kwa haya madhabahu na zikaweze kucho. Yani uwezi ukafanya vitu ukiwa umenyamaza, ya kwamba wako na kanganga, kana kwamba ni mashe. Kasimu kao kana kanga akiongea kila wakati, simu ainyamazangi, akiwa na make pronouncement against people. Na nena na ninatangaza tena, mchawi yeyote, ya kwamba divina yeyote, ya kwamba mpinzani yeyote yule ako kinyume na nguvu za Bwana, kinyume nami, kinyume na wewe, ya kwamba siku ya leo akaovertakewe na neema ya Bwana ikampita, ya kwamba the power and the anointing ikaweze kumovertake. Wakati ambapo anafanya matabiko, anajifanyia mwenyewe. Wakati anapiga ramli mwenyewe. Wakati analaani, anajilani yeye na kizazi chake na nyumba ya kwao yote. Wakati ambapo anasema umeshindwa, ya kwamba na ukamshinde. Wakati ambapo ananena kana kwamba hautafikania, anapata ulifika mbele yako katika jina takatifu la Yesu. Ahabu akawa pale mpinzani. Hata kuna mahali aliambia Eliya ya kwamba wewe msumbufu, wewe mtesi yani wewe msumbufu, ya kwamba Eliya akamwambia wewe ndio msumbufu, ya kwamba na akaenena, kuna wakati we are going to make a show one on one na maandui, ya kwamba waseme kile ambacho wanatakanga. Unaogopanga mchawi kumwambia wewe ni mchawi, unaogopa unasema ati nitauawa, unaogopa unasema nitarogwa, ya wao watanjiroga wao wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaniambia wakati ambao watainuka, ya kwamba atategua ishara zao katika jina takatifu la Yesu. Mwadui ya kwamba ataweza kunjiroga yeye mwenyewe kwa mwenyewe, ataweza kufanya ishara akidhani kana kwamba ni wewe anakufanyia matabiko, anafanya kinyume na maisha yake katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Nataka nikusomea mstari uko hapa. Inasema nini? Inasema, na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, na watalewa na kuinywa damu yao wenyewe, kama kwa mvinyo mpya, na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako. Mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Hao wakanywe damu zao wenyewe. Akina nani? Watu ambao wanakaa kama Ahabu, watu ambao waabudu wa miungu, watu ambao wamekataa, wanataka kutembea katika njia mbili. Hata siku ya jana maandiko ikatuuliza, Eliya akawauliza wale watu manabii wa mbali, mtatembea katika njia mbili mpaka lini? Ya kwamba mkaamue kana kwamba kama ni Mungu na wacha akawe ni Mungu wa kuabudiwa. Na basi kama mtaweza kuchagua kuabudu miungu, basi mkaabudu miungu kana kwamba amutaambudu tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwamba wakaweza kushindwa katika jina takatifu la Yesu, ya kwamba na watashindwa in Jesus name. Machawi watashindwa katika jina takatifu la Yesu Kristo. Nataka turudi kitabu cha Samueli. Sasa tusome Samueli
16 mstari wa 6 ya kwamba ninakuonyesha speed anointing, the power, the favor of God inafanyanga nini, ya kwamba ikawa walipokuja alimtazama nani huyo Samueli ako kwa Yese, na ya kwamba ameenda kuteua mfalme, na ya kwamba ikawa walipokuja alimtazama Eliabu akasema yakini Masihi wa Bwana yuko hapa mbele yake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wala kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana mwanadamu uitazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Ndipo Yese akamuita Abinadabu akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, pamesalia mdogo wao, tazama anachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huko. Basi ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta katika ndugu zake na roho. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba akina nani? Akina Eliabu walikuwa wametangulia, akina Abinadabu walikuwa wametangulia, na Shama walikuwa wametangulia, na watu 7 walikuwa wametangulia. Huenda ikawa kuna watu walikutangulia katika huduma, huenda ikawa kuna watu walikutangulia katika ndoa, huenda ikawa kuna watu walipata kazi hata mbele yako, na ya kwamba wakati wa Mungu ni sasa wakapita, lakini Mungu hakuwachagua wale, amekuchagua wewe. Na ya kwamba nini? Akapata speed anointing, akapata upako, akamwagiliwa mafuta. Wakati Daudi alimwagiliwa mafuta, na wakati wa vita ulipofika, Daudi ndiye alienda kumwangusha yule Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alienda kupigana, licha ya kwamba ndugu zake waliishi katika hiyo vita, licha ya kwamba walionekana wako na nguvu, licha ya kwamba walionekana wako ondari, lakini wakaweza kuangushwa chini kwa nguvu za Baba. Na siku ya leo, yeyote yule ambaye anadhani kana kwamba kwa nguvu za giza atakuweka chini, ya kwamba atakupita, ya kwamba atakundindimiza, ya kwamba atakufunikia, ya kwamba atakuweka kwa manyungo na machupa. Kuna watu ambao huwa wanachukua chupa, wanakuandika majina yako, wanaweka huko. Hata wengine wanaweka kwa chupa zinatoshana na hii kalamu, na wanachukua sura yako, wanaenenda wanatoa kwa mitandao, wanaweka na wanaenda kwa saiba wakitoa hiyo sura. Na wakati ambapo wanatoa sura yako, wanaenenda sasa wanaweka, wanaifinya, wanaweka kwa chupa inatoshana na hii kalamu, wanasimamisha, wanaomba kinyume, wanapasua. Wengine wanachukua kondoo kinyume na wewe. Maandiko inasema ni ya kwamba Elia akamwambia nani? Akamwambia mpinzani wake ya kwamba tandika, ni kwa sababu ya kwamba mvua itakunyeshea, ya kwamba kuna radi itawapata, ya kwamba kuna wingu njeusi itawapata. Maandiko ikasema kana kwamba angalia na wingu nyeusi na upepo zikaweza kuja, na ya kwamba wakati zilikuja akamwambia mtumishi wake nenda ukaangalie, ya kwamba akaenda akamwambia hakuna kitu. Akaenda mara 7, na wakati alienda mara 7 akamwambia naona kitu kidogo kana kwamba ni mkono wa mtu, na ya kwamba mvua kubwa na ikanyesha. Na akamwambia ambia Ahabu akaweze kutandika, ya kwamba na akaweze kuenenda, mvua isije ikampata. Ya kwamba siku ya leo kuna watu ambao licha ya kwamba wamekula na wamekunywa, utaenenda kuovertake, utaenenda kukaza kiuno chako. Na siku ya leo Bwana anakukaza kiuno kwa chako na nguvu na anointing na upako wako, ya kwamba upako uvunja nira, ya kwamba chochote kile kimekusudiwa kinyume na wewe hakitafaulu, ya kwamba mipangilio yao yote haitaweza kufaulu. Huyo ni yule Ahabu ambaye alishinda akitafutana na nani?
na Elia aweze kumwangamiza. Yeyote ambaye anatafuta kukuangamiza, utafika mbele yake, ataangamia kabla unjaangamia. Yeyote yule ambaye anaweka pronouncement akikulani na akalaaniwa kabla ya kwamba hata laana itakupata, ni kwa sababu ngani? Maandiko ikasema utalaani aje kile Mungu ambacho amekibariki, ya kwamba favor, ya kwamba anointing, ya kwamba kibali, ya kwamba when you receive the power of God, itakutoa hata ukilisha kondoo, itakutoa hata ukiwa umesaulika, ya kwamba when the favor of God, ya kwamba neema, yani mumo ni ile unexpected favor, wakati ambapo inaanza kufanya kazi juu yako, hata utaitwa msumbufu, hata utaitwa kana kwamba umejichanganya. Ni kwa sababu ngani? You are going to overtake them, you are going to overtake their camps, utafahamia matuo yao, ya kwamba you are going to overturn them, you are going to scatter them. The powers of darkness, the principalities and the rulers watakuwa hawana nguvu, ya kwamba Elia akafika mbele ya Ahabu. Utafika mbele yao siku ya leo katika jina takatifu la Yesu. Biashara yako itakuwa imenawiri kuliko yao, ya kwamba vile ambavyo walikusudia, ukakae kama una mtoto, ukakae kana kwamba unateseka, ukakae ukiwa katika kilio, siku ni ya leo ambao utaenenda kufika mbele ukicheka. Watakupata ukitambasamu, watapata ya kwamba Mungu amekuvusha kwa neema yake na amekukanyangisha mali ambapo unastahili. Ya kwamba sanduku la ngano, tukaambiwa siku ya jana kwa neno la Bwana, ya kwamba ikasemekana, mashehe wakasema nini? Wakasema hii sanduku, ya kwamba kutoka Ekron, ya kwamba itolewe hapa na ikarudishwa mahali pake. Utaenenda kurudishwa mahali pako, ya kwamba utaachiliwa uendelee na kutambini. Elia alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa nabii wa Bwana, ya kwamba na akawa amefanya kazi mingi. Kuna manabii wa uongo tutaua, kuna manabii wa uongo tutaweka chini, ya kwamba unapologetically. Elia akasema nini? Wakati hapo tu ukisoma hapo juu, tumesoma ya kwamba Kutoka 41, ukisoma ukirudi hapo nyuma maandiko kama hapo 40, maandiko ikasema ya kwamba Elia akasema, wakati walipoona kana kwamba Mungu amenjibu kwa moto, akasema ya kwamba wakaanguka kifundifundi. Na Elia akaamurisha nini? Akasema wakamato wote manabii wa uongo na pasiponyoke mtu yeyote, na akaweza kuwaua. Siku ya leo tunawateka nyara, tunawakamata, tunawafurusha, tunawafahamia raboza kayanda, tunarabizi kinimazaya raba shindiva zoko laba katika jina takatifu la Yesu. Na tunatangaza hakuna kizuizi chochote watakachoweka katika anga zetu, iwe ni kazika laba, iwe ni katika kazi, iwe ni katika huduma, iwe ni katika watoto, hawatafaulu. Ni kwa sababu ngani? Today we are going to pray for the favor of God, ya kwamba the anointing, ya kwamba ya kibali, neema, the grace of the Lord, ya kwamba the mercies of the Lord zikawe juu yako, na ya kwamba wakati ambapo the favor of the blood of Jesus is upon you, all the yokes of the enemy are broken, all the camps of the enemy are scattered. Ni kwa sababu ngani? Damu ya Yesu inasambaratisha kazi zozote za giza, ya kwamba Elia akafika mbele ya Ahabu, na wewe utafika mbele yao leo. Na nena, pokea neema ya kufika mbele yao, pokea neema ya kwamba ukapae mbele yao katika jina la Yesu. Ya kwamba hata Yusufu alifika mbele yao, ya kwamba akawatangulia. Maandiko ikasema ya kwamba wasione hofu, ni kwa sababu Mungu alisababisha haya. Wakati Yusufu anajitambulisha kwa ndugu yake, wakawa wanasononeka, wakawa wanahofia kana kwamba kwa sababu sasa ni mkubwa anaweza kuwadhuru na kuwaangamiza. Akawaambia Mungu alifanya nikatangulia, ndiposa nikaweze kuwahifadhi. Ya kwamba ni Mungu alisababisha, Mungu akasababisha ukawatangulia, Mungu akasababisha ukatangulie ndugu zako, Mungu akasababisha siku ya leo ukawe wa kwanza, ya kwamba Mungu akasababisha ya kwamba ukawe mshindi. Mungu asubuhi ya leo akasababisha kwa neema na kwa kibali chake ukawa overtake wao ambao kunena maovu, ukaovertake semi zao, ya kwamba ukazikanusha, ukazikanzo, ya kwamba hawatakuwa na nguvu, ya kwamba kwa jina la Yesu, ya kwamba hawatafaulu.
kufaulu, ya kwamba kila mataabiko, kila uanguzi, kila upiga ramli, kila uchawi, kila pronouncement maneno, wengine hata wanalaani wakilia, wengine wanalaani wakindondokwa na mate, wengine wanalaani wanawasha moto, wanaondokea, wanasema sasa nimemteketeza. Watateketea. Kama kuna mtu amenjiapa kuteketeza Castin Mutheke, nami nawateketeza kwa moto katika jina la Yesu. Moto ukashuke kutoka juu mbingu, wakapigwa na moshi, wakasuffocate, wakachanganyikiwe katika jina la Yesu. Unapologetic. Ni kwa sababu ngani? Neema ya Bwana imenibeba, na ni ya kwamba nimekombolewa na damu ya Kristo Yesu, na nimewekwa huru, na hakuna chochote, hakuna uchawi, hakuna nini, ya kwamba hata mchawi akose kuoga, hata akose kutema mate, ya kwamba mchawi ni mtu mbaya, anaroganga kama anjaoga, anaroganga akiwa amenjichafua, anaroganga akinuka vibaya. Mungu wetu ni mtakatifu, our God is holy, na ya kwamba tutakaa tukiwa watakatifu kama vile Mungu anapenda, ya kwamba Mungu ataenenda kututia nguvu to overtake the camps of the enemy. Hawatatuzuia na hawataweza kushinda. Leo pokea nguvu ya kwamba hiyo neno ikanitia nguvu wakati nikiomba usiku, na ya kwamba maandiko ikaniambia ni ya kwamba ati Elia akatandika kiuno chake, na ya kwamba akafika Yezreeli mbele ya Ahabu. Siku ya leo fika mbele za maadui zako. Siku ya leo wanakotamani kwenda wakafunge, fika mbele yao ukaweze kufungua. Mali ambapo walikuwa wanatamani wataamuka waweze kunena kinyume, waweze kumake pronouncement, unaamuka mbele yao, unaweka mpiko, ni wanapoamuka wananena maneno inawarudia katika jina takatifu la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakutende mema, Mungu akakupigania, Mungu akakupatia upako, na upokea upako wa kufika mbele, ya kuendanga mbele, ya kunyanyukanga mbele, ya kuinuliwa na Bwana, akakuinua kiwango ambacho maadui hawezi wakakufikia. The power of the hingo ikawa juu yako katika jina la Yesu. Na wacha tukaweze kuomba na Mungu akakutende mema. Baba, kwa jina takatifu la Yesu, tunakushukuru Bwana, tunakuenzi, tunasema ni asante, maana wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Baba mtakatifu wa watakatifu, Mungu usiyeshindwa na chochote, usiyefanana na mwanadamu. Jehova Baba yangu, neno lako inasema ya kwamba kuna wakati wa kila njambo, my Father, ya kwamba wakati na manjira kama haya ambao maadui wametuzunguka, wametuinukia, wametufumbulia vinywa, my Father, watumeze, watunene kwa uovu, my Father, wakatuwashie moto ya midomo na ndimi zao katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunatubu mbele zako kusamehewa, tunatubu mbele zako kuoshwa, tunatubu mbele zako, my Father. Damu ya Yesu ikatupane, inakinai konsina kai, ikatufinakio tamazika, ikarivakio tarineta mazai katika jina takatifu la Yesu. Na ya kwamba muzika la bosha ndai, wewe tu peke yako unatosha, wewe peke yako unastahili, wewe peke yako ni mwaminifu, wewe peke yako ndiye mkuu kuliko vyote. Hakuna muweza kama wewe, hakuna mwaminifu kama wewe, hakuna rehema kama zako Bwana. Pokea sifa Bwana na upokee utukufu. Asubuhi ya leo tumesongea mbele zako, ukatupake na upako wako Jehova. Tunaomba neema na kibali chako, tunaomba kukubalika mbele zako, tunaomba kutiwa nguvu na wewe, tunaomba kutetewa na kupiganiwa na wewe katika jina takatifu la Yesu. Neno lako imetuambia kana kwamba Ahabu akaambiwa na Elia atandike farasi zake, ni kwa sababu ya kwamba mvua inakuja, na ya kwamba akaamka na akakula, ya kwamba siku ya leo mfalme mwema, neno ikatuambia na Elia akakaza viuno vyake na akafika Yezreeli kwa mbele ya Ahabu. Licha ya kwamba alikuwa na chombo cha kusafiri, haijalishi wachawi wanasafiria chombo kingani, haijalishi wanaendea nguvu wapi, haijalishi madhabahu yao iko wapi, my Father, natangaza jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, inajua mbinguni panao enzi yako, mahali umebao umekalia kiti chako cha rehema, zikalabo shaya rabiza kandobo shandabo, ya kwamba umetukuka kuliko vyote. Asubuhi ya leo tutetee na watu wakorofi, my Father, ukatupake na upako wa kwenda mbele na kufika kabla wanjafika, my Father, kabla my Father wanjafungua macho, unafungua macho yetu Jehova, kabla my Father wanjafanya
mark timing my Father ya kuani my Father, na wewe ukazika labo katika jina takatifu la Yesu. Unaweza my Father, unatenda makuu my Father, nasambaratisha kila falme, nasimama kinyume my Father kuinukia falme zote za giza, nazifua mamlakani Jehova, natangaza hazina nguvu, hazina uwezo, hazina mamlaka. Wakuu watawala, the principality, the domains, oh my Father, the rulers of darkness my Father, ninatamashile mazaya inakana maziki libozaya, inapiga my Father, natuma moto na zika na moto na damu ya Yesu Kristo chini ya mbari na yeyusha malikia wote wa mbari, malikia wote wa mbari, malikia wote wa mbari, na wavua my Father mamlaka zao, ya kwamba my Father pete ambazo huwa wanaangua nazo, hizo chain ambazo my Father ni za kufunga watoto wa watu, nazivua mamlakani kwa jina la Yesu, nazikamata my Father na riva, na doma zai na nena ya kwamba ndangoni wote my Father, ya kwamba mamlaka yao, vichwa vyao, utukufu wao ukatoke my Father, rina kataisha laboza kayandima rabisha nai kunzi inuka Baba, ukatetee watoto wako, tutetee na maizaka ya kwamba my Father tuepushe na mikono ya pinzani my Father, tupe neema ya kuinuka juu yao, tupe nguvu my Father Jehova ya kuwazusha chini katika jina la Yesu. Wewe ni Baba mwaminifu. Siku yetu, siku ya leo my Father, ni ya kuzima na kunyamazisha maadui. Tunawazima my Father, tunawafunga, tunawarengesha kuzimu, tunawaripua kwa moto na damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mapatano yote, kila kamati andalisi, kamati ya roho chafu, ya kwamba mapatano yote tunakata ndangoni, mikono, nguvu zote za giza, wachawi wote wa kiroho my Father, each and every amalgamation communication zao zote kupita mawasiliano ya simu my Father, nimeikata maizi, nimeikanzo, natuma furugu katika kambi za maadui, furugu, moto, ukawasambaratishe, moto ukawalambe, moto wa Yesu ukarivai, moto wa Roho Mtakatifu, nguvu za moto, mazika la bongo, mazika la tamaisha la upanga wa moto, tunaitisha mpaka my Father, msaada, tunaitisha msaada wako my Father, malaika wa vita, akainua upanga my Father, akaangushe ngome zote za maadui, akaangushe, akawapige na upofu, akiwarengesha nyuma, akawainukia my Father kwa jina la Yesu, ya kwamba akawafurushe katika jina la Yesu, na nikarabo tamai rivai kuntai mazika rabisha ntobo zaya rabisha kulaboshaya tamarakonzi na kita Baba paboza kayanda, wafaume wakuu wote ambao teka, ya kwamba imbada kaishinda mazaa, na wainukia kwa moto, inanena kana kwamba wasononeke, wafedheshe maadui my Father, ya kwamba faume ambao wanakaa kama Ahabu Jehova, tunanena kana kwamba hawatafika mbele yetu, tunanena hakuna chochote watakachokifanya kitakachofaulu. Tumekikataa, tumekikanusha, semi za vinywa vyao tumezivua mamlakani, tumezihesabu kana kwamba mkosa, na tunanena sikarudi kwao katika vinywa vyao, sikarudi kwa vinywa kwamba kwa vifua zao, kila mikuki ambao wameinua my Father wakatuchome, na ikachome my Father vifua zao, ikawapasue katika jina la Yesu, ya kwamba tunasambaratisha, tunarivai kunzina kai katika jina la Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna muweza kama wewe, hakuna nguvu kama zako my Father. Tamalaki Jehova, ya kwamba magonjwa ya kutuma kinyume nasi my Father, natangaza itafaulu katika jina takatifu la Yesu. Magonjwa ya kisukari, magonjwa ya shinikizo la damu, pressure, magonjwa ya arthritis, ya kwamba walio kusudia tukatembee kwa wheelchair, watembee wao, wavunja. Maandiko ikatuambia kana kwamba unavunja mfalme wa Misri, ya kwamba Farao, na ya kwamba mkono wake my Father hataweza hata kutiwa ndawa, wala hakuna kitambaa ambacho atakachofungwa nacho akaweza kupona. Siku ya leo my Father, tunawakata mikono, tunakata wachawi mikono, tunawasambaratisha, tunanena, tunafika mbele yao, tunafahamia kambi zao na moto, tunanena hawana nguvu, hawana uwezo, wakashindwa katika jina la Yesu. Baba yangu, Mungu wangu, nainua wanao mikononi mwako siku ya leo my Father, wamekaa katika matua ambao wamezungukwa na wafalme ambao wanatamani mali zao, wanatamani huduma zao, ya kwamba Ahabu akatamani shamba la mizabibu ya Nabothi, na
akaweza kumuinukia yeyote ambaye ameinukia watoto wako katika familia zao, katika mboma zao, katika ukoo wao, ya kwamba my Father nawe ukawainukia na moto wako Jehova, ukawazushe chini na wakashindwa my Father. Baba, unjawahi shindwa na lolote, inakuamini my Father ya kwamba utanishindania my Father, na utashindania hata watoto wako katika jina la Yesu, ya kwamba pigana na wale wanaopigana nao, ya kwamba warengeshe nyuma my Father, wapofuke, ya kwamba my Father wanapotamani hata kuwawaza my Father, ya kwamba manjina yao, sura zao zifanyike moto. Tunaweka nguzo la moto, nguzo la moto, nguzo la moto katika jina la Yesu. Magonjwa zote ya migongo my Father, magonjwa yote ya kizunguzungu, magonjwa yote ya kutuma kinyume nasi na ifaya rabisa kaya ndaboshaya tamai kanzika labo katamarabo shandai vazia rabisa kayanda kataima zika labo katika jina takatifu la Yesu. Umwema Baba na umwaminifu, na hakuna muweza kama wewe, hakuna nguvu kama zako Bwana. Umetoza mae, umerivai konsina kio, umerideta mazika labo katika jina la Yesu Kristo. Tenda mema, tenda makuni, kwa kuwa unaweza na hata unatosha, na hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa Bwana, chini yako my Father tunaomba utukufu wako, tunaomba kibali chako, tunaomba rehema zako my Father, tunaomba upako wako Jehova, mamlaka yako Jehova, rivai konsina kio tarina ikatubebe my Father, ukituvusha ya kwamba mitego yote ambayo imenewekwa ikatunase my Father, hatutatumbukia kule katika jina takatifu la Yesu. Each and every pronouncement my Father tunazirengesha nyuma katika jina takatifu la Yesu. Tunatangaza wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Tenda makuu my Father, shuka na ukanjidhihirisha kwa wema na kwa fadhili zako. Hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na upokea utukufu sasa na hata milele. Na Baba yangu, nabariki hao wanao waendapo kutoka Jehova kwenda katika shughuli za kazi zao, waendapo kurudi njioni, na wambarikiwe Baba yangu. Nabariki kikombe chao cha maji, sahani yao na ibariki, nabariki malazi yao, mavazi yao na ibariki, nabariki maisha yao katika jina la Yesu. Naondoa vikwazo, naondoa vikuzuizi, naondoa chochote my Father ambacho kimeinuliwa kinyume na wao katika jina la Yesu. Tenda mema my Father, shuka unjidhihirishe, ni kwa kuwa wewe ni mwema, na wewe ni muweza, na wewe ni mwaminifu. Pokea sifa Bwana, na upokea utukufu sasa na hata milele, na ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutende mema, na ya kwamba Mungu akawe upande wako, na ya kwamba usitishike na kitu chochote. Nimekwambia siku ya leo pokea nguvu, siku ya leo hii wiki ukapokea nguvu ya kuovertake the enemy, ya kwamba ukafike mbele yao. Wanapokusudia kufika, wanapata umefika. Wanapoweka kamati, wanapata ushaweka kamati yako. Unajua kuna watu wako na masaa mingi, maandui, mapepo, mashetani, maroho machafu, kazi yao ni kuweka kamukonji na tumikutano ya kwamba na masimu ya kwamba ya mawasiliano. Wanapokuwa wanaenenda kukaa katika mikutano, wanapata ulisambaratisha kitambo. Kwa sababu gani? Mkutano wako ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, in Jesus name. Mungu akutende mema hii wiki, ukaanze na speed anointing, ukaanze na favor, ukaanze na kibali, ukaanze na nguvu za Bwana, ukaanze ya kwamba utiwe mafuta na Bwana ya kuovertake, ya kwamba kibali cha Bwana kikawe juu yako, nguvu za Bwana zikawe juu yako, na ya kwamba kinywa chako kikawe na nguvu, ya kwamba kile ambacho utachokitamka na kitakuwa hivyo katika jina takatifu la Yesu. Kitakuwa hivyo katika jina takatifu la Yesu. Mimi natangaza leo, hakuna mchawi ambaye atainuka hata afanye mataabiko kinyume nami atakayefaulu, na chochote kile ambacho ameunda na akatengeneza kinyume nami, kinyume na wewe, narudisha kwake katika jina la Yesu. Kikawe hivyo na kikafanyike hivyo katika jina la Yesu, na Mungu akanyanyua upanga, ngao yake na kingao, akaweze kukutetea katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akutende mema. Tupatane hapa siku ya kesho na tuweze kujua Mungu anataka nini na sisi katika jina takatifu la Yesu, ya kwamba ukitembea, tembea na speed anointing, ukitembea, tembea na favor, ukitembea, tembea na nguvu za Bwana, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Shalom.